Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni Januari mosi mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ni mwaka wa maridhiano, anza hatua kuunda tume, wadau wakubaliana muundo, asisitiza umoja wa kitaifa. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Mambo kadhaa yaliyoguswa na hotuba yake ni ahadi siku 100. Serikali itaendelea na utekelezaji wa ahadi za siku 100 tulizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu, ambazo zipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Serikali itatoa taarifa kwa umma Februari 2026. Dira 2050, athari za mvua, umoja wa kitaifa. Hayo ni mambo manne yaliyoguswa na hotuba yake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika Mwinyi aunda tume ya fidia miradi ya serikali. Habari katika ukurasa wa 4. Tume ya Jaji Chande yazidi kurahisisha utoaji maoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Dr. Morel arejea tena ubunge Siha. Habari ni katika kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vyama vya tamani mambo 7 2026 vyasema yanapaswa kuzingatiwa ili kuimarisha amani, umoja, utulivu na maendeleo ya nchi. Nukuu za viongozi mbalimbali katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi. Dorothy Sem, nukuu yake inasema, tunaitaka serikali kutekeleza wajibu wake wa kikatiba kwa uwajibikaji, uwazi, utawala wa kisheria. Mwaka 2026 uwe wa haki, amani, maendeleo ya watu na mshikamano wa kitaifa. Nukuu ya Kigaila Benson inasema, licha ya 2026 kuwa mwaka unaoanza na maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika 2030, tunategemea utaanza na mabadiliko yakiwemo ya kijamii, katiba, sheria na mifumo. Hassan Dayo, nukuu yake inasema, kuna mawazo kinzani, anasema kunapokosekana haki, amani inatoweka. Unaweza kutaka amani, lakini kwa sababu haki haifuatwi, amani hiyo haiwezi kudumu. Natamani 2026 wa mwaka wa haki, uzalendo na maendeleo yatakayozaa amani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Samia 2026 ni wa kujenga umoja wa kitaifa. Habari katika ukurasa wa 4. Wafanyabiashara wataja maeneo ya kikodi yanayohitaji marekebisho. Habari katika ukurasa wa 8. Sababu kufanya ununuzi dakika za mwisho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Gazeti hili limeandika hatari za kiafya kukosekana kwa vyoo vya umma Tunduma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Ikiwa hii ni ripoti maalum, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika Rais Samia mwaka 2025 umeacha alama chanya, asema uchumi umekuwa, deni ni himilivu, asisitiza amani msingi wa maendeleo, atangaza kuanza dira ya taifa 2050, kuundwa tume ya maridhiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Ripoti fupi ya utendaji TADB Zanzibar yatua kwa Rais Mwinyi. Habari katika ukurasa wa 4. Familia ya mwachia Mungu kifo cha Saleh Idi. Habari katika ukurasa wa 2. Rais Mwinyi afungua nyumba za watumishi. Rais Mwinyi afungua nyumba za watumishi. Habari katika ukurasa wa 4.
Dr. Mwamba pongeza ubunifu. Jarida la Hazina Yetu habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mwaka 2026 tuyamalize mabaya yaliyotokea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Trump aonya Hamas Iran baada ya mazungumzo na Netanyahu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Naibu Waziri Katambi na maelekezo muhimu kwa taasisi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nipashe Mwanga Jamii lenyewe limeandika karibu 2026. Samia ataja maeneo 6 yaliyovusha taifa, adokeza kinachoendelea, ahadi za siku 100. Safari ya maridhiano yaanza, polisi yatangaza marufuku mbwembwe za mwaka mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Yaliyoguswa ni miradi ya kimkakati. Uwekezaji katika miradi ya kimkakati, miundombinu na nishati umekuwa kichocheo kikubwa cha ajira na ukuaji wa uchumi nchini. Sekta ya uzalishaji na huduma, hususan madini, kilimo, ujenzi, fedha na utalii vimekuwa muhimili wa pato la taifa. Deni la taifa. Uimara wa nchi katika ulipaji deni la taifa umeendelea kuwekewa mikakati madhubuti kuhakikisha linahimilika. Mfumuko wa bei. Udhibiti wa mfumuko wa bei hususan kwenye chakula unatajwa kuwa na mafanikio muhimu katika kupunguza ugumu wa maisha. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, ndugu yake ikisema mwaka 2025 pamoja na mafanikio makubwa tuliyopata, tulipitia changamoto na mitihani iliyotugusa sote. Itakumbukwa kuwa mwezi Oktoba mwaka huu tulipitia nyakati ngumu zilizohitaji subira, mshikamano na uzalendo. Tunapoanza mwaka 2026, serikali imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini. Hatua za kuunda tume ya maridhiano zimeanza kuchukuliwa. Gazeti hili limeandika utafiti Uviko 19 Tanzania washtua, theluthi ya waliolazwa hospitali wafariki dunia, wazee wenye VVU wasiokuwa na bima waliongozwa kwa kupoteza maisha, habari katika ukurasa wa 5. Bagonza, tuwe na maridhiano ya kweli 2026, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Asilimia 70 ya wanunuzi mtandaoni wanatapeliwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Wawili waliompiga kumpora 960,000 baba yao kizimbani, habari katika ukurasa wa 3. Familia ya waziri yakimbilia kortini kupata zuio la mali, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ninalo gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe limeandika Dr. Mwinyi, tumejipanga kuongeza kasi ya uchumi 2026, habari katika ukurasa wa 6. Aitaka wizara ZHC kujenga nyumba za watumishi wa afya, habari katika ukurasa wa 2. SMZ itaendelea kuimarisha uwekezaji Zanzibar, Hemedi, habari katika ukurasa wa 3. CCM yashinda ubunge jimbo la Fuoni, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia wa Tanzania, tusikubali kuyumbishwa, habari katika ukurasa wa 3. Burkina Faso, Mali zajibu mapigo ya Marekani kuzuia visa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Lakini pia gazeti hili kiandika TADB yakopesha bilioni 12.11 wakulima wa Zanzibar. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Wamachinga lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika salamu za mwaka mpya Samia, tusipoteze malengo ya taifa, awataka Watanzania kutokubali tofauti za kiitikadi ziligawe taifa, asisitiza umoja wa kitaifa ni ajenda kuu ya mwaka 2026, ahidi kuweka mazingira rafiki ya kisera kisheria, kuongeza fursa za uwekezaji na kulinda rasilimali za nchi, ahidi serikali itakamilisha miradi ya ujenzi inayoendelea, kumaliza tatizo la maji daa,
Pato la taifa limekuwa kwa asilimia 0.6. Mfumuko wa bei umedhibitiwa huku deni la taifa likibaki kuwa himilivu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mafanikio ya TRA 2025. Ulipaji kodi kwa hiari umewezesha biashara, yaleta mapinduzi makusanyo ya mapato. Habari katika ukurasa wa 2. RC Chalamila, shule zipo tayari kupokea wanafunzi 2026. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Nalo gazeti ya Mwanahabari lililo katika ukurasa wake mbele limeandika salamu za mwaka mpya. Rais Samia, serikali kuanza mwaka 2026 na ajenda ya umoja wa kitaifa. Asema 2025 licha ya mafanikio yaliyopatikana, taifa limepitia changamoto na mitihani iliyowagusa Watanzania wengi, hususan katika kipindi cha mwezi Oktoba. Asisitiza serikali imejipanga kujenga upya mshikamano kitaifa, ambapo maandalizi ya kuunda tume ya maridhiano yameanza rasmi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. RC Chalamila, shule zipo tayari kupokea wanafunzi 2026. Habari katika ukurasa wa 2. TADB ilivyoimarisha uchumi wa buluu Zanzibar, mikopo bilioni 12.11. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa 2. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Sasa tukikia habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Chake Damaro in, Dumbia Conte out, Vipers yazuia dili la Okello. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wazee wa kazi, viungo hao walisajiliwa msimu uliopita na Singida Black Stars wameitumikia katika michuano ya CAF. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Ijayo ni Al Ahly dhidi ya Yanga Januari 23, uwanja wa Al Salam, ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwanaspoti limeandika Simba ikisepada, hili hapa jeshi la beka bado mtu mbili tu. Habari katika ukurasa wa 2. Konde Boy Kajala, mambo ni moto. Habari katika ukurasa wa 17. Uhondo wa mapinduzi, Fei Toto alivyovunja mwiko wa miaka 46. Habari katika kurasa za ndani. Bournemouth zidi ya Arsenal Jumamosi Januari 3, 2026. Unai akimbia kipigo Arsenal. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika mapinduzi kesho Jumani, Azam dhidi ya Mlandege saa 10 na robo jioni New Amani Complex. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo lenye limeandika Stars yaweka rekodi AFCON. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imeweka rekodi kwa kuvuka hatua ya makundi ya fainali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa mara ya kwanza tangu ilipoanza kushiriki michuano hiyo mwaka 1980. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Rais Samia Mwigulu aipongeza. Habari katika kurasa za ndani. Skywalker kuachia wimbo Januari. Habari katika ukurasa wa 21. URA yaichapa Mlandege Mapinduzi Cup. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Stars yaandika historia. Gamondi asema haikuwa rahisi. Feitoto aendeleza rekodi kuichapa Tunisia. Habari katika ukurasa wa 23. Gazeti hili limeandika Ateta Arsenal tunajua tunachotaka. Habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.